Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Daktari Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu njia rahisi ya kufanya ya kumtia maradhi adui yako, au umtie ukichaa mtu dhalimu, au umwadhibu mtu aliyekudhulumu haki yako na anakujibu kwa dharau. Fanya unachoweza. Unaona hapa, huu ni mti maarufu sana unayefahamika kwa jina la upupu. Kwa wale watu wa shamba, wakulima wanaofahamu vizuri sana mti huu wa upupu. Je, unawezaje kutumia mti wa upupu kwa ajili ya kumtia ukichaa adui yako, au kumwadhibu mtu dhalimu, au kumtia maradhi adui yako, au ikiwezekana umwangamize kabisa, aondoke katika uso huu wa dunia? Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wakati wa jua kuchomoza au wakati wa jua kuzama, hakikisha umekoga na umechukua udhu. Utakuja katika mti huu unayefahamika kwa jina la upupu, sawa Ukija katika mti huu utachukua matunda haya ya mti wa upupu, utachukua matunda yake 7, sawa Ukishachukua matunda 7, utaenda kuchukua na pilipili kichaa 7, sawa Baada ya hapo utaenda kuisafisha picha ya mtu husika. Kama ni mwanamke utasafisha picha yake, na kama ni mwanaume utasafisha picha ya mtu wa kiume, sawa Baada ya hapo sasa, katika ile picha utachora herufi ya star nyota katikati ya picha, sawa Utaandika jina la muhusika na jina lake na jina la mamake mzazi. Kama ufahamu jina la mamake mzazi, utaandika Hawa. Kwa pale juu utaandika saini ya Hatam Suleiman. Saini ya Hatam Suleiman iko na herufi 7. Herufi ya kwanza inaashiria siku ya Kamar, na herufi ya pili inaashiria siku ya Merikhi, na herufi ya tatu inaashiria siku ya Utwardi, na herufi ya 4 inaashiria siku ya Mushtara, na herufi ya 5 inaashiria siku ya Zuhrat, na herufi ya 6 inaashiria siku ya Zohar, na herufi ya 7 inaashiria siku ya Shams, yani siku ya jua, ina maana siku ya Jumapili, sawa Baada ya hapo sasa utachukua matunda haya ya upupu, utayatwanga pamoja na pilipili kichaa 7, na matunda ya upupu yawe 7, utapata dawa ya aina moja. Kisha utachukua dawa inayofahamika kwa jina la kitota. Dawa hii ya kitota kazi yake ni kupiga, na hii dawa utakiwa kuichanganya na dawa nzuri katika kilinge chako kwa wewe mganga au daktari. Ukichanganya tu inaenda kuua dawa zote, nguvu zinakuwa hazifanyi kazi. Kazi yake ni kuua tu. Na hiyo dawa pia ya kitota ukiendelea kuishika tu mara kwa mara, inakufungia riziki zako na italeta mabalaa na mikosi katika familia yako. Kwa dawa ya kitota, yani utapotoa porini, basi hakikisha unaichimbia nje ya nyumba yako ili sikuletee mikosi pamoja na mabalaa. Kwa utachota kidogo dawa ya kitota, utachanganya katika mchanganyiko wa upupu pamoja na pilipili kichaa, utapata dawa ya aina hii moja, sawa Kisha baada ya hapo chukua ndimu au limau, kamua yale maji ya limau, kata vizuri, chukua dawa zako. Limau kamulia katika picha ya mtu husika, sawa Utachukua hizi dawa zako zenye mchanganyiko wa dawa ya kitota pamoja na mti wa upupu, yani hizi mbegu za upupu pamoja na mchanganyiko wako wa pilipili kichaa, utachanganya katika ile picha, sawa Utatafuta lailoni, utafunga vizuri, yani kama inavyofungwa, utafunga lailoni vizuri kwa ndani katika ile picha. Kisha utatafuta kitambaa cheupe, utafunga kama ambavyo inafungwa maiti, yani kama maiti inavyoenda kuzikwa, yani utafunga kile kitambaa cheupe kama sanda ambavyo inakuwa anafungiwa maiti. Utaenda kuzika kaburini kwa muda wa siku 7 kwa manuizo maalum, sawa Baada ya hapo utaitoa pale kaburini, utaenda kuzika katika jalala kwa muda wa siku 7, sawa
Baada ya hapo hiyo picha tena utaitoa, utaenda kuiweka chooni kwa muda wa siku 7. Baada ya hapo tena hiyo picha ukiwa umeifunga kama maiti, utaenda kuizika njia panda kwa muda wa siku 7. Ukihitaji yule adui yako au mtu dhalimu aliyekudhulumu aingiwe na ukichaa au apate maradhi na apate nuksi, sawa Baada ya hapo utapokuwa umepeleka kaburini siku 7, jalalani siku 7, chooni siku 7, njia panda siku 7, nenda kaining'inize juu ya mti. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama kweli ulikuwa unahitaji haki yako, utajibiwa haki yako. Yule mtu atapatwa na maradhi, atapatwa na ukichaa, sawa Lakini usimfanyie mtu ambaye hajakudhulumu haki yako. Hii dawa itakurudia wewe mwenyewe. Kwa mfanyie mtu kulingana na yule aliyekufanyia ubaya katika mizani yenye usawa, sawa Ukiona labda mtu alikuulia ndugu yako au mwanao, au mtu alikufanyia udhalimu, akakufanyia unyama na ukatili, sasa hiyo picha ulizika siku 7 usipeleke juu ya mti. Katafute mti unaitwa Chelemelandembo, sawa Mti ule una tani kama 390 na pointi hivi. Chelemelandembo ule mti utaufukua taratibu kwa manuizo maalum, sawa Kisha paka utapokuwa umeupata ule mzizi wake, unakuwa kama unasimama mzizi fulani hivi. Ukishaupata ule mzizi wake, kama ule mkusudia ni mwanamke kumwangamiza hapa duniani afe, sawa utachinja ule kuku, ile picha utaiweka pale kama sanda ilivyo katika ule mzizi wa Chelemelandembo. Utaukata kidogo ule mzizi, kama kuukata hivi, yani kama mwanadamu ukikatwa hivi unapata alama uchungu, sawa Alafu chinja yule kuku wa kike, ile damu imwagikie pale katika ile picha na katika ile kidonda cha ule mzizi ambao umeukata, ili uweze kuleta uhusiano kwa manuizo maalum. Hakika kwa idhini yake Allah, yule adui kama alikuulia ndugu yako, basi na yeye atakufa. Tumeelewana? Na kama ni mwanaume utachukua kuku wa kiume, utafanya hivyo hivyo. Kama mwanamke tumia kuku wa kike. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kulipa ubaya kwa ubaya si kosa, lakini lipa ubaya kulingana na mizani yenye usawa ambayo mtu alikufanyia. Ukizidisha ubaya unapata dhambi, lakini ukisamehe Allah amesema ndiyo bora zaidi. Kwa tujifunze tu kusamehe. Lakini mimi nimefundisha kulingana, kuna watu wana tabia ya kudharau watu. Anakuambia kama unaweza kufanya fanya na unifanye chochote. Mtu anakudhulumu haki yako na bado anakutukana matusi ya nguoni mbele ya wanao, mbele ya mkeo, mbele ya mumeo, mbele ya ndugu zake, kujiona yeye ndo yeye. Lakini nimeifundisha hii dawa kwa ajili ya watu madhalim, wale watu majeuri, watu mafedhuli, watu wanaonea watu. Lakini na wewe fanya ubaya kulingana na usawa ambao umefanya nini? Umetendewa. Ukizidisha ubaya, hizo ni dhambi zako wewe mwenyewe, sawa Sasa je, unawezaje kumuopoa mtu ambaye amepewa ukichaa, sawa, kupitia dawa hii, au mtu ambaye amefanywa sihiri za kibinadamu na za kijini, amekuwa kichaa au amepewa maradhi kupitia mti huu wa upupu pamoja na pilipili kichaa? Ukitaka kukifanya, utatafuta dawa inayofahamika kwa jina la Kirota. Lakini wakati unaifanya dawa yako ulitumia dawa gani? Ya Kitota. Kirota ni dawa fulani hivi Wasukuma, ni dawa fulani nyeusi sana, ila watu wa Tanga wanaita magube, sawa Ila hii ina kazi kubwa sana, hii magube. Kwa leo sitaweza kuizungumzia. Utaweka katika ndoo yako ya maji wakati wa jua kuzama na wakati wa jua kuchomoza. Kama mtu alikuwa na ukichaa au mtu amepewa maradhi, unahitaji kuvunja sasa hayo maagano ambayo alitendeka kwa ajili ya huyu mtu, au kumzuia mtu labda asife, alifanywa uchawi wa kufa ghafla bin ghafla kama ukawai. Sasa sawa muogeshe kwanza ile dawa nyeusi, akoge. Akimaliza kukoga, utachukua dawa nyeupe inayofahamika kwa jina la Mwita, lakini Mwita hiyo iwe ni Mwita ile original ya kimizimu, sawa Akikoga, akimaliza unamwekea tena ndoo nyingine, anakoga. Basi hapo unakuwa umefanya nini? Umemzindua yule mtu, yale maradhi yatakuwa ni yenye kutoweka, sawa Na kama tayari ubongo wake labda alikuwa kichani wa muda mrefu sana, ameathirika kisaikolojia, utatumia mti wa mtwaligana kumchemshia dawa anywe kutwa mara 3 pamoja na mti wa mtunzia. Hakika kama alipoteza kumbukumbu, alikuwa kichaa, alichukuliwa msukule, hawezi tena, ufahamu wake umepotea, basi akitumia kwa muda siku 14, ukichaa utamtoka na kumbukumbu zake zitarudi, hata kama alikuwa amechukuliwa kisukule, amebadilishwa akili. Haya ni maajabu ya mti wa mtwaligana pamoja na mtunzia. Kwa leo mimi naomba
niishie hapa katika hii elimu fupi. Naomba uridhike nayo. Hii ni elimu ambayo nilipewa na wazee wangu, wakina mzee Mabewa, wakina mzee Soa, umeona Lakini kwa leo naomba uridhike na elimu hii. Inshallah biidhnillah, Allah kitujalia uzima na afya njema, nitakuja kuelezea mti huu wa upupu kwa urefu zaidi. Huu mti bwana unawasha upupu. Ukikuingia katika mwili utawashwa kweli kweli mti huu wa upupu. Kwa vyema uvizie, yani wakati jua limepoa, ukiuchukua ndo hautaweza kukuasha, lakini ukiushika utavua nguo zote mbele za wako. Kama unavyoona hapa Daktari Musa ofisini kwangu, kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetwani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetwani, uwe mtu wa mafanikio, umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa, unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano, basi kwa Dr. Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka, Dr. Musa na kila aina za dawa mbalimbali hapa, na dawa za mivuto ya mapenzi, na dawa za maradhi mbalimbali. Na pia kama unahitaji pete ya bahati, pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako, uwe mtu wa mafanikio. Na je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa hapa navyomiliki mamilioni ya fedha? Je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho kwa tiba pamoja na dua? Unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa, usisite kubonyeza namba alama ya jumlisha 254784120592. Na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, insha Allah.